Jinsi ya kujitayarisha kwa uwezekano wa kuzuiliwa au kukamatwa na ICE. Hii ni video kuhusu mambo unayoweza kufanya ili kujitayarisha kwa uwezekano wa kuzuiliwa na ICE na ni nini cha kufanya iwapo wewe au mpendwa wako amekamatwa au kuzuiliwa na ICE. Taarifa hii imeandaliwa mahususi kwa watu wote wanaoishi Vermont na eneo la New England, lakini pia inawahusu watu wote kote nchini Marekani. Kuna taarifa nyingi katika video hii na zote ni muhimu sana. Chukua muda wako kuitizama kwa makini na ushiriki na familia pamoja na marafiki zako. Kabla hatujaanza, haya ni mambo matatu muhimu zaidi ya kukumbuka. Usisaini chochote unachopewa na maafisa wa ICE, inayomaanisha uhamiaji na forodha ya Marekani, kabla hujazungumza na wakili kuhusu hilo. Maafisa wa ICE wanaruhusiwa kukudanganya. Hifadhi kwa kukariri nambari ya simu ya mtu unayemwamini nchini Marekani pamoja na nambari yako ya ikiwa unayo. Hii ni alien number, nambari ya utambulisho wa uhamiaji ya tarakimu 9. Kusanya hati halisi au nakala za nyaraka zote za uhamiaji na utambulisho wako na uzihifadhi mahali salama ambapo mtu unayemwamini anaweza kuzipata kwa urahisi iwapo wewe au mpendo wako mtazuiliwa. Huu ni mtasari mfupi wa haki mbalimbali ambazo wahamiaji wanazo nchini Marekani. Taarifa hii pia inapatikana kwa urahisi mtandaoni. Angalia sehemu ya maoni ya video hii kwa viungo na maelezo zaidi. Hapa nchini Marekani, hadhi ya uhamiaji kimsingi ni ruhusa ya kuwa na haki fulani. Kwa ujumla, Rais wa Marekani ndiye anayesimamia masuala ya uhamiaji. Hata hivyo, kuna sheria muhimu za uhamiaji nchini ya Marekani ambazo rais hawezi kuzibadilisha. Lakini mahakama za uhamiaji zinaweza kubadilisha jinsi sheria hizo zinavyofafanuliwa na kutumika. Watu wenye aina tofauti za hadhi ya uhamiaji wana haki tofauti. Ikiwa huna hadhi ya uhamiaji, una haki ya kukaa kimya iwapo afisa wa ICE atakuuliza maswali. Si lazima kila wakati uonyeshe kitambulisho kwa afisa wa ICE. Wahamiaji walioko kwenye mpaka wa Marekani wanaweza kuombwa waonyeshe udhibitisho wa hadhi yao ya uhamiaji, na unaweza kuchagua kutii au kutotii. Hata hivyo, kumbuka kwamba kukataa kuonyesha udhibitisho kunaweza kuwa sababu ya kuzuiliwa. Ikiwa umeombwa hifadhi au kwa lugha ya Kiingereza asylum au aina nyingine ya msaada au hadhi ya uhamiaji, basi ni lazima uonyeshe kitambulisho chako iwapo afisa wa uhamiaji atakiomba. Watu wote waliopo Marekani wana haki hizi za msingi. Huna wajibu wa kumruhusu afisa wa ICE au afisa wa polisi kuingia nyumbani kwako bila kibali cha mahakama kilicho na sahihi ya hakimu wa Marekani. Ikiwa afisa wa ICE watadai usaini nyaraka zozote, una haki ya kukataa kusaini hadi upokee na kuelewa nakala ya hati katika lugha yako ya asili. Una haki ya kukataa kusaini kitu chochote utakachopewa na afisa wa ICE. Wanaruhusiwa kutumia njama za uongo kuhusu hati, hivyo huna wajibu wa kusikiliza wanachokisema. Pia, waajiri kwa kawaida wanaweza kuweka utaratibu kwamba mtu mmoja tu, kama vile mwajiri, ndiye anayeruhusiwa kuzungumza na afisa wa ICE mahali pa kazi. Wafanyikazi wanapaswa kuwajulisha maafisa wa ICE kuhusu utaratibu huo na kwa kuwa na heshima kukataa kuwaruhusu kuingia maeneo binafsi au kupata vifaa kama kompyuta bila kibali cha mahakama. Unaweza kujifunza zaidi kuhusu haki zako kwa kuangalia sehemu ya maoni ya video hii. Serikali hairuhusiwi kukiuka haki ambazo mtu anazo kulingana na hadhi yake ya wakati huo.
lakini idara la ICE na sehemu nyingine ya serikali haifuati kila wakati taratibu zao wenyewe. Hivyo basi, ICE au serikali wanapokiuka haki zako, ni muhimu kujua cha kufanya. Kwa sasa hivi, chini ya uongozi wa rais wa Marekani, si swala la kama haki zako zitakiukwa, bali ni swala la lini haki zako zitakiukwa na idara la ICE au sehemu nyingine za mfumo wa uhamiaji wa Marekani. Kwa sasa, njia kubwa ambayo serikali inakiuka haki za watu ni mahali ambapo ICE wanapokamata na kuzuilia watu kwa kutumia mbinu au sababu zisizo halali kisheria. Njia nyingi ya kukamatwa na kuzuiliwa huko kunaweza kupingwa na wewe au wakili wako, lakini inaweza kuwa vigumu kujua cha kufanya. Kitu cha kufanya ikiwa wewe au mpendwa wako mtakapozuiliwa. Kwa bahati mbaya, Vermont haina wakili wa kutosha wa uhamiaji kuwawakilisha kila mtu anayezuiliwa na idara la ICE hapa Vermont. Tarajia video hii ijayo yenye maelezo zaidi kuhusu namna ya kupata au kufanya kazi na wakili huko Vermont. Kwa sasa, fahamu kwamba mawakili lazima wafuate kanuni fulani za kisheria zinazowaruhusu kushughulikia kesi fulani tu na kuomba mambo fulani kutoka kwa serikali ya Marekani inayosimamia uhamiaji, na kanuni hizi zinaweza kubadilika kighafla. Vermont inatoa rasilimali kwa jamii ya wahamiaji pale tu mtu anapokamatwa au kuzuiliwa na idara la ICE huku Vermont. Unaweza kuripoti kukamatwa na idara la ICE kupitia simu ya dharura ya Migrant Justice kwa nambari 802-881-7229. Nambari hii ni kwa ajili ya taarifa za kukamatwa na kuzuiliwa pekee. Unaweza kujaza fomu ya kuomba msaada wa kisheria kupitia vaap.org/help. Ikiwa wewe au mpendwa wako amekamatwa au kuzuiliwa, hili ndilo jambo muhimu zaidi la kukumbuka. Isipokuwa tu umezungumza na wakili, huna wajibu wa kusaini kitu chochote ambacho idara la ICE linakupa. Watajaribu mbinu mbalimbali kuwafanya watu wasaini nyaraka zinazomaanisha unakubali kurejeshwa nchini kwako. Idara la ICE linaruhusiwa kukudanganya na kukuambia hati ni nzuri ili hali sio. Unaweza kukataa kusaini hati iliyoandikwa katika lugha ambayo huwezi kusoma au kuelewa. Kuna uwezekano idara la ICE litumie mbinu kama kupaza sauti, kupiga kelele, kukulazimisha ukae katika chumba kidogo, au hata likunyime chakula au maji ili hadi usaini fomu zao. Bado huna wajibu wa kusaini kitu chochote kutoka kwa idara la ICE. Una haki ya kukataa kusaini hadi uweze kuipitia hati hiyo pamoja na wakili. Hizi ni baadhi ya rasilimali muhimu unazoweza kutumia iwapo wewe au mpendwa wako mtazuiliwa. Viungo vyote vinapatikana katika sehemu ya maoni ya video hii. Utafutaji wa kesi za mahakama za uhamiaji. Tovuti hii inakuwezesha kutumia nambari ya ya mtu ikiwa anayo, pamoja na nchi alipozaliwa ili kupata taarifa za hivi karibuni kuhusu kesi yake ya uhamiaji. Tovuti hii inapatikana kwa lugha ya Kiingereza na Kihispania. Kupata mahali pa mtu alipokamatwa na afisa wa ICE. Tovuti hii inakuwezesha kutumia namba ya mtu ikiwa anayo, au jina lake na tarehe ya kuzaliwa pamoja na nchi aliyozaliwa ili kubaini mahali ambapo mtu
anashikiliwa na ICE, na ni muhimu kujua kwamba taarifa hizi zinaweza zisiwe za hivi karibuni iwapo mtu anahamishwa kutoka eneo moja kwenda kwa jingine au bado hajaingizwa rasmi katika mfumo wa idara la ICE, au ikiwa anashikiliwa kutoka kituo cha kuzuilia kinachoendeshwa na jimbo la Marekani badala ya kituo cha ICE. Ufuatiliaji wa magereza ya Vermont. Huku Vermont ni jambo la kawaida kwa idara la ICE kuwashikilia watu waliokamatwa ndani au karibu na Vermont katika magereza ya jimbo la Vermont badala ya katika kituo cha kuzuilia cha ICE. Hii ni kwa sababu Vermont haina vituo rasmi vya kuzuilia vya ICE ndani ya jimbo. Badala yake, idara la ICE huwapeleka watu wengi wanaokamatwa huko Vermont kwenye gereza linaloendeshwa na jimbo la Vermont katika sehemu ya kaskazini magharibi ya jimbo. Kwa kawaida, idara la ICE huwashikilia watu katika magereza haya ya Vermont kwa muda wa wiki moja au mbili, kisha huwahamisha kwenda kwenye kituo rasmi cha kuzuilia cha ICE katika jimbo jingine. Mtu anapowasili na kusajiliwa katika jimbo rasmi cha kuzuilia cha ICE katika jimbo jingine, ndipo hapo ataonekana kwenye kipata mahali au ICE Detainee Locator. Ikiwa idara la ICE linamshikilia mtu katika gereza la jimbo la Vermont, unapaswa kuweza kumpata mtandaoni kupitia mfumo wa kipata gereza au jail tracker cha jimbo la Vermont. Taarifa hii pia inapatikana katika maoni ya video yetu. Ikiwa idara la ICE linamshikilia mtu katika jela au gereza linaloendeshwa na jimbo lolote, unapaswa kuweza kumpata mtandaoni kwa kutumia rasilimali za idara la marekebisho au Department of Corrections kwa lugha ya Kiingereza za jimbo husika. Haya ni baadhi ya mambo unayoweza kuyafanya kujitayarisha mapema iwapo wewe au mpendwa wako mtazuiliwa na shirikisho la ICE. Kusanya nakala halisi za nyaraka zako zote za uhamiaji na uzihifadhi mahali salama ambapo mtu unayemwamini anaweza kuzipata iwapo utazuiliwa. Ni vyema kuwa na nakala halisi za nyaraka hizi ikiwa inawezekana. Pia ni wazo nzuri kubeba nakala za vivuli au kwa lugha ya Kiingereza photocopies za nyaraka hizi ukiwa nazo, endapo utahitajika kuzionyesha kwa shirikisho la ICE huku ukiacha hati halisi mahali salama. Nakala za karatasi ni bora kuliko kuhifadhi picha za nyaraka hizi kwenye simu, kwa sababu mara nyingi shirika la ICE wanaruhusiwa kukagua simu yako. Ikiwa wakili ataweza kusaidia katika kesi yako, atahitaji kuona nakala ya kila hati au ujumbe uliozipokea kuhusu kesi zako za uhamiaji. Ikiwa umepoteza baadhi ya nyaraka, jaribu kupata nakala nyingine ili uzihifadhi pamoja na hati zako. Pendekezo lingine zuri ni hili. Ikiwa unadhani utawasiliana na shirika la ICE au serikali, mwambie mtu unayemwamini ni saa ngapi wanapaswa kutarajia uthibitisho wako wa usalama baadaye. Tengeneza nakala za nyaraka zako za utambulisho na uzihifadhi mahali salama pamoja na nyaraka zako za uhamiaji. Ikiwa utazuiliwa, shirika la ICE watachukua simu yako na mali yoyote ulionayo wakati wa kukamatwa. Hii inaweza kujumuisha nyaraka zako za utambulisho zilizo kwenye pochi yako kama pasipoti, leseni ya udereva au kadi ya kibali cha kazi. Baada ya kukamatwa au kuzuiliwa, wakati mwingine shirika la ICE hupoteza nyaraka hizi.
Ni wazo zuri kutengeneza nakala ya kivuli au fotokopi kwa lugha ya Kiingereza, au kupiga picha iliyo wazi na yenye mwanga mzuri ya nyaraka zako za utambulisho. Hakikisha nakala au picha hizo zimehifadhiwa pamoja na nyaraka zako za uhamiaji au kwa mtu unayemwamini, kwa sababu hutaweza kufikia simu yako ikiwa imechukuliwa na shirikisho la ICE wakati wa kukamatwa. Hifadhi nambari ya A kichwani ikiwa unayo. Watu wengi ambao wamewahi kuwasiliana na serikali ya Marekani au uhamiaji wa Marekani watakuwa na nambari ya tarakimu 9 inayoitwa A number. Kitaalamu kwa lugha ya Kiingereza inaitwa alien number. Sio kila mtu aliyewahi kuwasiliana na uhamiaji wa Marekani ana namba hiyo ya A number, lakini unaweza kukagua nyaraka zako zozote za uhamiaji ili kuona kama unayo. Nambari hii itawawezesha mawakili au wapendwa wako kutafuta taarifa nyingi kukuhusu na kesi yako, na pia kubaini mahali ulipo ikiwa utazuiliwa na ICE. Hifadhi kichwani nambari ya simu ya rafiki au mwanafamilia unayemwamini ikiwa utazuiliwa na shirika la ICE. Itachukua simu yako na vitu vyovyote ulivyo navyo wakati wa kukamatwa. Hutaweza kutafuta nambari za simu kwenye simu yako. Hifadhi kichwani nambari ya mtu unayemwamini ili uweze kumpigia ukiwa ndani ya kituo cha mahabusu. Ikiwa wewe au familia yako mna wakili anayewasaidia katika sehemu yoyote ya kesi yako ya uhamiaji, hifadhi kichwani nambari yake ya simu. Hata kama wakili wako hawawezi kukusaidia moja kwa moja katika kesi ya kuzuiliwa na shirikisho la ICE, ni bora kila wakati kumpigia wakili na kumjulisha kuwa umezuiliwa na mahali unaposhikiliwa. Daima una haki ya kuzungumza na wakili kabla ya kujibu maswali yoyote kutoka kwa shirikisho la ICE au polisi. Shirikisho la ICE linaweza kujaribu kuonyesha kana kwamba huna haki hiyo. Hivyo, itakuwa juu yako kusimama imara na kukataa kusaini chochote wanachokupa bila kuanza kuzungumza na wakili. Anza kukusanya nyaraka zinazoonyesha kuwa wewe ni mtu wa kuaminika na kwamba una uhusiano wa kina na familia yako na jamii yako. Ikiwa mtu atazuiliwa na shirikisho la ICE, kwa kawaida ICE huanza kesi ya kisheria ya kujaribu kumfukuza mtu nchini. Huu unaweza kuwa mchakato mrefu, na shirikisho la ICE mara nyingi hujaribu kuwafanya watu wabaki mahabusu kwa muda wote wa kesi. Mtu aliye mahabusu ya shirika la ICE anaweza kumwomba jaji ruhusa ya kusubiri tarehe ya kesi akiwa nje ya mahabusu. Hii inaitwa bond na ni sawa na dhana ya bail nchini Marekani. Jaji anaweza kuweka kiasi fulani cha fedha ambacho mtu lazima alipe. Ikiwa atalipa, anaweza kuachiliwa kutoka mahabusu ya ICE na kusubiri tarehe ya kesi akiwa nyumbani na jamii yake badala ya kubaki mahabusu. Hata hivyo, mchakato huu unapingwa na serikali na sheria zinabadilika haraka na mara kwa mara. Bondi huenda isiwe chaguo katika aina nyingi za kesi za uhamiaji. Ili jaji akubali bond, lazima aamini mambo mawili tofauti: kwamba mtu huyo si hatari kwa jamii na kwamba mtu huyo hatatoroka tarehe yake ya mahakama itakapofika. Ili kuonyesha mambo haya mawili, familia zinaweza kuanza kukusanya taarifa na ushahidi wa kumwonyesha jaji uthibitisho wa mambo hayo. Hapa kuna mifano: barua ya kutoka kwa mwajiri wako ikieleza kuwa una kazi,
unahudhuria kazini na wewe ni mtu wa kuaminika. Barua kutoka kwa mashirika ya kijamii unayoshiriki nayo kuonyesha kuwa umeunganishwa na jamii yako na hutatoroka au kujificha kabla ya tarehe yako inayofuata ya mahakama. Hii inaweza kujumuisha kanisa lako au makundi mengine ya kijamii. Barua kutoka kwa marafiki, familia, majirani au viongozi wa jamii zikieleza kuwa wewe ni mtu salama na wa kuaminika au una uhusiano thabiti na jamii yako. Udhibitisho wa anwani ya makazi ya kudumu ikiwa unapatikana. Kuna taarifa nyingi katika video hii. Tafadhali itazame tena na tena ili uelewe wazi unachoweza kufanya na uweze kushirikisha wengine. Tunaishi katika nyakati za kutisha sana. Tafadhali kumbuka kujitunza wewe mwenyewe, familia yako na jamii yako.